Kwema. Nashukuru Mungu. Sijui kimo chako ndio kinachonifanya nione kama mic ipo juu sana. Habari za Misri kwanza? Alhamdulillah. Fresh ziko hapo. Umetazama mechi, unaizungumziaje wakati mechi inaendelea lakini kwa matokeo ambayo yameweza kutokea? Kwa mchezo huu nafikiri ni fair results, kwa maana ya JKT walistahili kushinda, namna ambapo walitengeneza nafasi nyingi. Hawakuwa clinical enough kumalizia nafasi nyingi, lakini walishambulia zaidi kuliko Tabora na walikuwa bora kimchezo kuliko Tabora, wamestahili kushinda. Sijashangaa, ningeshangaa kama matokeo yangekuwa tofauti zaidi, lakini nafikiri scenarios nyingine zinazobaki ni za mpira wa miguu zaidi, lakini kwa maana ya mpira wamedeserve kushinda. Siku ya kesho tunatambua kwa kuna mchezo wa dabi Yanga dhidi ya Simba. Unaweza kuongeleaje mchezo wa kesho? Matarajio yetu ni kuona mechi nzuri, kwa sababu timu zote zipo kwenye viwango bora kwa hivi sasa, lakini pia timu zote zimekuwa na mwendelezo wa performance kutoka mechi moja hadi mechi nyingine, na zaidi timu zote zimekuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo ukitazama mwendelezo wao na mahitaji ya mchezo wenyewe yanasababisha pia mechi hii tutarajie iwe nzuri zaidi kuliko zile mechi nyingine ambazo zimepita. Nafikiri tangu mwaka 2010-11 tunawakutanisha tena Simba na Yanga wakiwa kwenye ubora wote wa kiwango cha juu zaidi. Miaka mingine hapo katikati mmoja alikuwa juu, mwingine yuko chini, mmoja yupo juu, mwingine chini, lakini kwa sasa ni sehemu ambayo tunaweza tukawa tunajivunia zaidi kuzikuta Simba na Yanga ziko kwenye ubora mkubwa. Maneno machache, unataka kumzungumziaje Elia Mpanzu? Aina mchezaji gani? Sasa ukianza kutaja lineup moja moja hapo utamaliza wote 22, lakini Elia Mpanzu ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, ana uwezo mzuri pia, lakini zaidi anatengeneza vizuri nafasi za kucheza kwa wenzie pia. Mchezaji ambaye flexibility yake una shaka nayo, kwa maana ya uwezo wa kujipa maeneo sehemu ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu kwa maeneo, lakini pia uwezo wa kunyumbulika duality kutoka eneo moja kwenda eneo jingine pia ni la kiwango cha juu sana. Kitu kingine kwake nafikiri speed. Wachezaji wengi wao wakiwa na speed hawana usahihi wa matendo, lakini ana speed na ana usahihi wa matendo. Kwa hiyo that is a short about him. Okay, sawa. Inaonekana listi ya marefa toka, kumekuwa baadhi ya upande wa pili wanalalamika. Wewe unaweza kumwongeleaje Alajiga kama ukasema upande wa pili, upande wa kwanza ni upe? Sijui. Wasipendi kuzungumzia waamuzi hata kidogo, kwa sababu Alajiga ni mwamuzi ambaye anateuliwa na CAF kuchezesha mechi zao, na kila siku day to day anaitwa, na hata mwezi Machi ujao ameteuliwa kuchezesha mchezo wa kufuzu michuano ya kombe la dunia. On earth ukipata mashaka na Alajiga kwa waamuzi wetu hapa nchini, maana yake sasa unataka tusimwamini mtu yeyote, unataka mechi zisichezwe. Binafsi Alajiga is a top referee. Unazungumzia mechi, unaona kuna sare katika mechi ya kesho? Labda ya bila kufungana. 0-0 ni ngumu kwa sababu ya namna timu zote mbili zinavyocheza, safu zao za ushambuliaji na nafasi zinazotengenezwa. Siamini kama kuna 0-0. Ni ngumu. Mchezo wa kesho unasemekana ndio mchezo unaweza kaamua nani bingwa. Hapana. Katika hilo? Hapana. Watu ukashinda kesho alafu ukapoteza mechi mbili zinazofuata, hakuna nafasi ya kusema mchezo wa kesho ndio unaamua ubingwa. Mchezo wa kesho ni njia nzuri ya kuendea ubingwa, lakini sio unaamua ubingwa. Kusema unaamua ubingwa maana yake mtu atakayeshinda kesho atakapoteza mechi nyingine anaweza kawa bingwa, kitu ambacho sio sawa. Shukrani.